Tunaendelea na sehemu ya 4 la dodoso la Mheshimiwa Tundu Lissu dhidi ya mkuu wa gereza la Ukonga Andrew Shabani Ntamamilo, ambapo linaendelea na kuwa na vicheko vingi lakini lenye uzito mkubwa wa kisheria. Katika sehemu hii, Lissu anazingatia utaratibu wa ziara, yani visits, mazungumzo kati ya wafungwa na wageni au mawakili, na swali la kushangaza la uwezo wa askari wasiosikia au wasioona kushuhudia mazungumzo. Hii inaweza kuwa inahusiana na madai yake ya ufuatiliaji au matatizo ya ziara gerezani. Mheshimiwa Lissu anaendelea kumdodosa mkuu wa gereza, ambapo anaanza, mmeleta PSO hapa? Ntamamilo anajibu ndio, mawakili wangu waliileta. Jaji anauliza, mawakili wa serikali, mnenda kaongee na shahidi wako, anajua. Mheshimiwa Lissu anaendelea, sasa shahidi, nataka tuzungumze juu ya utaratibu wa mazungumzo kwa wafungwa au mahabusu. Tuanzie hapo. Soma kanuni ya 9H ya kanuni za usimamizi wa magereza. Je, ni kweli wafungwa wana haki ya kutembelewa gerezani? Ntamamilo anajibu ni kweli. Mheshimiwa Lissu anaendelea, wafungwa watatimiza haki hiyo kwa mujibu wa kanuni ya 12 ya kanuni hizo. Ntamamilo anajibu ni kweli. Lissu anarudi kwenye suala la haki ya ziara, moja kati ya haki muhimu za wafungwa chini ya sheria na kanuni za kimataifa, yani Nelson Mandela Rules, kanuni ya 9H na kanuni 12 zinazohusu visits au mazungumzo. Mheshimiwa Lissu anaendelea, soma kanuni ya 12.5 inasemaje? Je, kwa kanuni hiyo wafungwa wanapotembelewa na wageni wao, mazungumzo yao yatafanyika kwa kuona na kusikilizwa na afisa gereza mmoja? Ntamamilo akasema ni sawa kwa kanuni hii. Lissu akauliza, inahusu wageni wote wa wafungwa? Ntamamilo akasema inategemea. Mheshimiwa Lissu akaendelea, utaratibu wa kutembelea wafungwa wa kifo na wa kawaida ni tofauti? Akajibu inategemea. Je, askari mmoja kwa wafungwa wa kawaida na askari wawili wa wafungwa wa kifo? Utaratibu wa kutembelewa kwa wafungwa na watu wa kawaida na mawakili wao ni sawa? Ntamamilo akasema kwa mawakili askari ataona lakini hatasikiliza. Jaji Lumisha akasema, si unaona tunaenda vizuri sasa Lissu? Kulingana na Prison Act na Standing Orders, mazungumzo ya wafungwa na mawakili yanapaswa kuwa confidential, yani private, ili kuhakikisha haki ya ushauri wa kisheria. Hii inalingana na Article 13(6) ya Katiba ya Tanzania na kanuni za kimataifa. Mheshimiwa Lissu akasema, vizuri kabisa, sasa shahidi, tuambie, mkuu wa gereza la Ukonga, una matatizo ya kusikia au hauna? Ntamamilo akasema, niko vizuri mimi, nasikia. Mheshimiwa Lissu akauliza, Assistant Commissioner on Prison Lecture ana matatizo ya kuona, kusikia au hana? Ntamamilo akasema sijui. Watu wanacheka kimya kimya, bosi hajui kama msaidizi wake anasikia vizuri au la. Mheshimiwa Lissu akaendelea, je, ACP Mumbi naye ana matatizo ya kusikia? SGT Hamisi Inspector Stima, wale akina mama watatu Admission Office, Koplo Dani, Inspector Kaisi na Mwingila? Ntamamilo akasema sijui. Hapa Lissu anatumia ucheshi mkali na repetition ili kuonesha absurdity, yani upumbavu wa jibu la sijui. Anajaribu kuthibitisha kuwa ulinzi na ufuatiliaji wa mazungumzo unaweza kuwa na matatizo ya kiufundi au kisheria. Mheshimiwa Lissu anaendelea, waeleze majaji umefanya kazi magereza kwa miaka mingapi? Ntamamilo akasema ni mingi tu, zaidi ya miaka 25. Niliingia mwaka 1995. Mheshimiwa Lissu akasema, kwa hiyo ni miaka zaidi ya 31. Umepita mafunzo mbalimbali, wewe ni msomi wa masuala ya magereza? Akasema sahihi. Mheshimiwa Lissu akasema, je, kwa uzoefu wako jeshi la magereza linaweza kuajiri askari haoni au asikii? Ntamamilo akasema haliwezi kuajiri, lakini unaweza kuumwa ukiwa kazini. Mimi sio daktari. Watu wakacheka. Lissu akaendelea, kama atakuwa hasikii, je, ataendelea kuwa askari wa magereza? Je, askari magereza ambaye hasikii au haoni atashuhudiaje mazungumzo ya mfungwa na ndugu zake watakapokuja kumtembelea? Lissu anatumia uzoefu mrefu wa shahidi ambao ni miaka 31 dhidi yake yeye mwenyewe. Swali la askari wasiosikia linaweza kuwa linahusu uwezekano wa mazungumzo kuwa monitored au kuwa na matatizo ya kiufundi katika kutoa ushahidi wa mazungumzo. Sehemu hii ni moja ya akili zaidi ya dodoso. Lissu anabadilisha kutoka sheria kali hadi ucheshi ili kuonyesha pointi bila kuonekana mkali kupita kiasi. Sijui mara kwa mara inafanya shahidi aonekane hajui kinachoendelea chini yake. Ukija kulidadavua ili jambo kwa upande wa kisheria, haki ya ziara na mazungumzo ya faragha na mawakili ni fundamento kulingana na Nelson Mandela Rules namba
sira moja. Ikiwa askari hasikii, inaweza kuwa njia ya kuepuka ukiukwaji wa faragha. Ukija kwenye upande wa kisiasa, inaimarisha madai ya Lissu kuhusu matibabu maalum na ufuatiliaji. Na ukija upande wa kimahakama, Jaji Rumisha anaonyesha kuridhika kuwa tunaendelea vizuri, hivyo Lissu anapata momentum. Muktadha: kesi hii inaonyesha changamoto kubwa za magereza Tanzania, ukosefu wa uwazi na uwezekano wa matumizi mabaya ya mamlaka. Hii inazidi kuwa moja ya kesi muhimu zaidi za kisiasa na kikatiba nchini. Hii ndio sehemu ya 4. Dodoso linazidi kuwa na vicheko na maana. Una maoni gani kuhusiana na sehemu hii ya 4? Nini unaona kitaendelea dhidi ya askari huyu mkuu wa magereza, ambapo Tundu Lissu wanazidi kumbana vikali na anamuoji kulingana na vifungu na sheria ambazo zipo kwenye katiba? Je, atatoboa askari huyu kwa unavyoona mwelekeo wake mpaka sasa hivi? Sababu majibu mengi yamekuwa ni sijui. Je, nini kitafuata kwenye sehemu inayofuatia ya 5? Kaa na mimi hapo, ninakuletea sasa hivi hiyo sehemu inayofuatia.